wapendwa wa Filipi Media Injili kwa wote. Leo ni kumbukizi ya jubilei ya miaka 100 tangu kutangazwa kwa mtakatifu kwa mama yetu Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, ambaye ni msimamizi wa shirika la masista wa Karmeli wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, wa mishonari hawa ambao wanafanya kazi hapa nchini Tanzania na maeneo mbalimbali kote duniani. Leo masista hawa wa Karmeli wa mishonari wa Mtakatifu Teresia mtoto Yesu provinsia ya Tanzania wanaadhimisha pia jubilei ya miaka hiyo 100 tangu mama yetu Teresia mtoto Yesu kutangazwa kuwa mtakatifu. Sister Maria Vestina Tibenda, yeye ni moja kati ya masista wa shirika hili la Karmeli wa mishonari wa Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, ambaye anapatikana katika parokia ya Mwenye Heri Isidori Bakanja katika kituo hiki cha Mtakatifu Teresa wa Avila. Yeye atatueleza kinagaubaga juu ya tukio hili la mtakatifu Teresia mtoto Yesu kupewa utakatifu ama kutangazwa kwa mtakatifu. Atatueleza ilikuwa ni lini na ni mambo mangapi au mambo yapi wanayaona kama shirika kuelekea katika mambo mengine mazuri baada ya mtakatifu huyu kutangazwa kwa mtakatifu kwa mambo madogo kabisa. Je, Sister Vestina Tibenda atatueleza nini? Hebu tumsikilize. Asante mtangazaji wa Filipi Media. Mimi kwa majina naitwa Sister Maria Vestina Tibenda, mkarimeli misionari wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, province ya Afrika Mashariki. Nashukuru kwa nafasi hii ya kuweza kumwongelea kidogo Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Kama ulivyotangulia kusema, tunaadhimisha miaka 100 tangu alipotangazwa kuwa mtakatifu. Katika uhalisia sherehe ni kesho tarehe 17 mwezi wa 5, kwa sababu alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Pio wa 11 mnamo tarehe 17 mwezi Mei mwaka 1925. Ndio maana tunaadhimisha. Lakini tukitaka kumjua kidogo Mtakatifu Teresia ni nani? Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu anatambuliwa na mama kanisa kama bikira na mwalimu wa kanisa, cheo ambacho amejipatia kutokana na mafundisho yake muhimu sana katika kanisa na umaarufu aliyoupata akiwa bado mtoto mdogo, tunaweza kusema kijana wa miaka 25. Na umaarufu wake umelala katika vipengele vitatu vya msingi. Kipengele cha kwanza ni ule uwezo wake mkubwa sana wa kuweza kuitambua sayansi ya upendo akiwa bado mdogo katika umri wa miaka 24 niliyotaja. Na kipengele cha pili kilichomfanya awe maarufu ni ule uwezo wake wa kuweza kufanya umisionari duniani kote kwa njia ya sala na sadaka bila kutoka ndani ya kuta za kilausura. Yeye alikuwa ni sister monaki, lakini bila kutoka ameusimika msalaba wa Kristo mpaka pembe ya mwisho ya dunia, kama tunavyoagizwa na Injili ya Mathayo kwamba twende ulimwenguni kote tukawafanye wote kwa wanafunzi. Lakini kipengele cha tatu na cha msingi ambacho kinamfanya sasa sisi kama shirika tumchague kuwa msimamizi wetu ni ile njia ndogo ya Mtakatifu Teresia, ambayo inajikita katika matumaini makubwa sana kwa Mungu, katika upendo rahimu wa Mungu na katika huruma yake isiyo na mipaka. Mtakatifu Teresia katika ile sayansi ya upendo alifanikiwa kabisa kuishi kwa imani na kwa matumaini makubwa sana, kiasi kwamba cha kumwona Mungu kuwa ni kila kitu. Akamwona kama Mungu ni Baba, kwa hiyo hamna haja ya kuwa na woga wowote. Anasema mtoto mdogo hata kama mikononi mwa mama yake akijishafua, akilia, akigusa mwelekeo, mzazi bado anaendelea kumkumbatia na kumpenda. Kwa hiyo hayo matumaini makubwa sana ndio alimsukuma aweze kuishi upendo kwa kina kirefu sana kwa Mungu na kwa jirani, na kufundisha kwa watu wengine kama sisi tunavyomchukua na kumwiga. Lakini kwa upande wa historia, alizaliwa tarehe ya 2 ya mwezi Januari katika mji mdogo wa Lisieux nchini Ufaransa. Akafariki kunako tarehe 30 Septemba mwaka 1897 na kuja kutangazwa mtakatifu kama nilivyosema tarehe 17 Mei mwaka 1925. Sasa uhusiano wake na shirika letu ni upi? Hilo nalo ni jambo la msingi kulijua. Sisi tumemchukua kama mtakatifu msimamizi wa shirika letu na wa provinsi yetu ya Afrika Mashariki kwa sababu waanzilishi wetu Mwenye Heri Mama Maria Crucifissa aliyekuwa ni utawa wa 3 wa Kikarimeli na Padre Lorenzo aliyekuwa ni padri Mkarimeli
walikutana kujadili kuunganisha mawazo yao katika viwanja vya Mtakatifu Petro nchini Italia, Roma, siku ya kutangazwa Teresia kuwa mtakatifu. Ndio maana kesho tarehe 17 inatimia miaka 100 ambapo hizo roho mbili zilikutana kuunganisha mawazo ili iweze kuzaliwa familia hii ya Wakarmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia mtoto Yesu. Na huo ndio sasa uhusiano wetu na yeye. Na waanzilishi baada ya kukutana pale viwanja vya Mtakatifu Petro, asubuhi yake waliondoka kwenda Santa Marinella wote wawili tarehe 18 ya Mei kwenda kuangalia mahali ambapo lingezaliwa shirika, na hayo ndiyo makao yetu makuu ya shirika kiulimwengu nchini Italia wanapokaa viongozi wetu, na ndio mwanzo wa historia yetu ya utawa.